Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Na leo nataka tuende tukasome katika kile kitabu cha Isaya sura ya 54 na ule mstari wa 4. Maandiko yanasema, usiogope maana hutatahayarika, wala usifadhaike maana hutaaibishwa, kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako, pia mashutumu ya ujane wako hutayakumbuka tena. Maandiko yanaeleza ya kwamba usiogope. Hiyo ni ajenda ambayo Mungu amekuwa akieleza kwa watu wake. Na sababu kubwa ya kuendelea kuieleza hii ajenda ya kutokuogopa ni kwa sababu ya mazingira yanavyoongea kwa nguvu na kwa sauti kubwa yaliyoyazunguka watu wake. Yani mimi na wewe tumezungukwa kwenye mazingira ambayo yana sauti kubwa, yanaongea. Kwa hiyo katika mazingira hayo, mazingira mengi hayaongei kwa habari ya neno la Kristo na uaminifu wa Mungu kwetu, bali yanaongea kinyume chake, kuonyesha ya kwamba Mungu hayupo, ama yule aliyemcha Bwana basi amemcha Bwana kwa bahati nasibu, kwamba anaweza Mungu akatokea, ama unaweza ukalia ukawa hatarini na Mungu asitokee. Ni mahubiri ambayo shetani anayahubiri sana kwa watu. Lakini Mungu anasema ya kwamba usiogope. Kwa sababu unapoogopa ni rahisi sana kuto kumtegemea Mungu, ukaanza kuangalia vyanzo vingine vya kutegemea, na ndipo utakapoingia kwenye kesi kubwa sana ambayo aliingia yule mfalme wa Israeli. Tunaona ukisoma katika kile kitabu cha Wafalme wa kwanza, unaona kuna kesi moja ilimpata mfalme, na ilimpata kwa sababu aliangalia vitu vingine, na uhakika kabisa ya kwamba kuna mazingira ambayo alikuwa anayaangalia. Yale mazingira ndio yaliyomletea shida, kwa sababu maandiko yanaeleza katika kile kitabu cha Wafalme wa kwanza, ile sura ya kwanza. Nitasoma Wafalme wa pili sura ya kwanza. Wafalme wa pili sura ya kwanza, nisome tu hapo ili kueleza namna gani ukiogopa unaweza kujikuta umeenda kuangalia vitu vingine na ukapata shida. Maandiko yanaeleza, anasema, ikawa baada ya kufa kwake Ahabu, Moabu akawaasi Israeli, na Ahazia akaanguka katika dirisha la chumba chake gorofani katika Samaria, akaugua. Akatuma wajumbe akawaambia, enendeni mkaulize kwa Baal-zebubu mungu wa Ekroni kwamba nitapona ugonjwa huu. Lakini malaika wa Bwana akamwambia Elia Mtishbi, ondoka uende ukaonane na wale wajumbe wa mfalme wa Samaria, ukawaambie, je, ni kwa sababu hakuna Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa Beelzebubu mungu wa Ekroni? Basi sasa Bwana asema hivi, hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Sasa tunaona, na baada ya hapo Elia akaondoka. Tunaona huyu mtu kuna namna aliogopa juu ya hali yake ya kiafya, na kwa sababu aliogopa kwa kuna mazingira, ameanguka kutoka gorofani, akijiangalia anavyojisikia, anaona kama vile hana uhakika wa kuishi. Sasa kwa sababu ameogopa, hali ya kuogopa inaweza ikakusababisha uende kwa miungu mingine. Huyu mtu akaogopa, akaenda kwa miungu mingine, miungu ya mungu wa Akron, akaenda kuomba msaada, kujua katika ugonjwa unaoendelea ndani yake atapona ama atakufa. Sasa hiyo ilikuwa ni chukizo kwa Mungu. Namba moja, kwa nini umeogopa?
Namba 2, kwa nini umechagua miungu migeni? Je, palikuwa hapana Mungu? Palikuwa hapana manabii? Kwa sababu haimaanisha kwamba Elia hakuwa anaeleweka. Alikuwa anajulikana kabisa kwamba ni nabii wa ile eneo. Kwa nini unamvuka nabii, unamvuka Mungu wa nabii Elia, unaenda kwa Mungu wa Akroni kuuliza afya yako? Sasa mimi nakubana katikati. Alimbana katikati kabla hajafika huko Mungu wa Akroni. Akawaambia kwamba wale vijakazi wake, rudini mkamwambia kwamba mimi Mungu nimemuuliza. Je, ameenda kuuliza kule ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli? Akamwambia sasa mimi namjibu, kamwambie kwamba kitanda alichokipanda hata kishuka, atakufa. Na kweli akafa. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kuogopa kunatokana na mazingira yanavyoongea, mazingira yanavyotabiri, mazingira yanavyofundisha. Unakuta unaogopeshwa, unaenda kwa madaktari wanakuogopesha, ama una kesi, una madeni anayekudai anakuogopesha. Unajikuta una mambo mengi ambayo ukiangalia hatima maisha yako, ukiangalia umri wako unaenda, hujaolewa ama hujaoa, unaanza kuogopa. Sasa vitu vyote hivi ambavyo vinaweza vikakusababisha uogope, ukikubali kuogopa ni rahisi sana kukosana na Mungu. Lakini ukikataa kuogopa, yani kwamba usiogope, wewe unahakika kabisa ya kwamba unamuingiza Mungu katika maisha yako, kwa sababu utakuwa na imani. Mtu yote ambaye hajaogopa, huyo mtu ana imani, na ndio maana hajaogopa. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho kinaweza kupima kama una imani ama hauna imani ni viwango vyako vya kuogopa. Sio kwamba mimi nilizaliwa tu naogopa, hapana, si kweli. Hakuna aliyezaliwa naogopa. Kila mtu ana sababu ya kuogopa, na sababu ya kwanza ya mtu kuogopa ni kutokuwa na imani juu ya Mungu anayemwabudu. Kwa kuanzia leo usiogope. Haijalishi unaenda kazini, biashara zako uzielewi, haijalishi uchumi wako uelewi vizuri, usiogope. Ujumbe ni kwamba usiogope. Haijalishi unaona dalili gani kwenye mwili wako. Mwingine anaweza kaona dalili fulani akaanza kuhisi anaogopa, labda ni ugonjwa. Usiogope, muamini Bwana. Muamini tu, wewe endelea kuamini tu. Yesu akamwambia aminini tu. Maana yake ni nini? Usiogope na wala usiruhusu mwanya wa kuogopa, kwa sababu hautatahayarika wala hautafadhaika. Hata aibu ya ujana wako itasahaulika. Mambo naona unayapitia leo yataondoka, yatakubaki kwa ni historia. Dumu katika kuamini, dumu katika kuomba. Usiogope. Unapoendelea kumuomba Mungu, unapoendelea kulisoma neno, unaondokana na hali ya kuogopa. Sasa ili usiogope, hakikisha kitabu cha Torati hakitoki kinywani mwako. Tafakari neno la Kristo mchana na usiku. Endelea kusikiliza ibada na kumsikia Mungu. Unapopata maarifa ndipo ambapo unaimarika katika hali ya kutokuogopa. Jambo ambalo unalipitia, endelea kutafuta kwenye Biblia. Kwa mfano unaumwa, endelea kusoma maandiko yanayohusiana na uponyaji. Angalia jinsi Mungu alivyotoa ahadi kwa Israeli ya kwamba hata weka magonjwa aliyoweka kwa Misri, kwa maana yeye ndio Mungu atuponyaye. Angalia Mungu anavyosema kwamba atalituma neno. Sasa ulituma neno kuwaponya na kuwatoa katika maangamizi. Usiogope hata ukiona kuna dalili fulani. Usiogope, hutaaibika, hutatahayarika. Usiogope. Mazingira sikuogopeshe, endelea kusimama imara. Muangalie Bwana, mwambie Bwana sitaaibika. Usiogope. Haijalishi unaona kitu gani kinashtua kwenye mwili wako, usiogope. Wewe ni mshindi, Bwana anamkuponya. Usiogope. Tunatembea katika ile sheria ya uzima iliyo ndani ya Kristo Yesu, iliyotuweka mbali na sheria ya dhambi na mauti. Usiogope. Yamkini unadaiwa, una madeni, uchumi wako unaona kama vile unakufedhesha, unaona kama utaaibika, au madeni yatenda kuondoka. Usiogope. Endelea kumwamini Bwana. Soma maandiko, angalia jinsi Mungu anavyotoa ahadi ya kwamba alikufa maskini ili sisi tuwe matajiri. Angalia ni kwa namna gani milango inafunguka na baraka zinamwagika hata ushindwe mahali pa kuweka. Endelea kusoma neno, endelea kuliishi neno, endelea kutoa sadaka, endelea kutoa fungu la 10. Usiogope. Madeni hayo yataondoka tu. Lakini ajenda ambayo Mungu ameisema, usiogope. Hautafadhaika, hautaaibika. Usiogope. Maana yake ni nini? Endelea kuamini Bwana katika jambo unalolipitia.
litaenda kuondoka. Ni mlima gani ambao hautayeyuka? Hakuna mlima ambao hautayeyuka. Milima yayeyuka mbele ya uso wa Bwana. Hata hilo jambo unalolipitia ni mlima, na lenyewe litaenda kuyeyuka, litaenda kuondoka. Kwa hiyo endelea kumwamini Mungu ya kwamba katika mapito unayoyapitia haupo peke yako. Katika mapito unayopitia Bwana yuko pamoja na wewe. Na ndio maana ukisoma katika kile kitabu cha Zekaria sura ile ya 4 na ule mstari wa 7 anasema, nani wewe mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli? Nani wewe mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli? Utakuwa nchi tambalale, naye ataileta lile jiwe la kuwekwa juu kabisa pamoja na vigelegele vya neema ili kalie. Neema ili kalie. Maana yake ni nini? Hakuna mlima utakaosimama mbele yako. Usiogope. Usiogope na elimu inayotolewa na mazingira, vitisho vinavyotolewa na mazingira. Usiogope. Amka, nenda kazini kwako, utaenda kufanikiwa. Usiogope. Usiseme biashara sitafanikiwa. Usiogope. Jambo lolote la kuogopesha likae kimya. Usiogope. Na nitaenda kukutamkia neno la baraka. Hautaogopa. Utamshangilia Bwana. Nataka nene mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wewe unayewainua watu wako na kuwapa ujasiri, Mungu liye hai, tunajua adui ni kama simba ungurumaye akitafuta mtu mmoja kummeza, na moja ya kummeza ni kumpa hofu. Mungu liye hai, asante kwa maana mtoto wako huyu hataogopa kwa jina la Yesu. Mtoto wako huyu hataogopa katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninaomba rehema na neema. Mtoto wako huyu hataogopa tena. Achilia mafuta mabichi ndani yake ya kutembea katika ujasiri. Mungu liye hai, mtoto wako huyu hata mahali alipo dhaifu, mpe neema ya kupaitia ushujaa, akaukiri ushujaa sawa sawa neno lako ambalo unasema ya kwamba yeye aliye dhaifu na aseme mimi ni shujaa. Mungu liye hai, badala ya kuogopa juu ya udhaifu alionao mtoto wako huyu, mpe neema ya kuona ushujaa, ya kuona uaminifu wako ndani ya maisha yake. Mungu liye hai, ninatangaza baraka kwa mtoto wako, ukamwonekanie mahali anapoogopa. Mungu liye hai, naomba ukamwonekanie mahali ambapo panamtisha. Mungu liye hai, naomba ukamwonekanie. Kama ni mwili wake kuna ugonjwa, Roho Bwana, ninatangaza uponyaji, ukamwonekanie Bwana. Kama ni hofu, natangaza hofu kutoweka, ukamwonekanie Bwana. Mungu liye hai, kama ni madeni yatoweke, ukamwonekanie Bwana. Roho chafu zote za kukosa amani ambazo zinamfanya ogope, Mungu liye hai, ziondoe. Mpe neema na amani, asiogope katika jina la Yesu mtoto wako huyu. Baba, asante kwa rehema na neema. Ninaachilia mafuta kutoka kwako kwa kulitamka jina lako Yesu. Mafuta hayo yamiminike katika jina la Yesu. Mafuta hayo yamiminike kwa mtoto wako anayenisikia. Hataogopa tena kuanzia leo katika jina la Yesu. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Hebu naomba uangalie namna nguvu ya Mungu itakavyotembea ndani ya maisha yako. Uone Mungu atakavyokusaidia na kukuondolea kinachokuogopesha. Kuna mtu mmoja ananielewa kuliko mwingine, kwa sababu mwingine ana hofu zaidi. Kuna mtu mmoja ana hofu, hata hivi ninavyonisikia ni kama uponyaji unaingia ndani ya maisha yako. Endelea kupokea uponyaji kwa jina la Yesu. Endelea kupokea huo uponyaji, na hiyo hofu inaenda kukuachia. Endelea kupokea. Ishara za adui zilizokuwa zinakutesa na kukupa hofu zinaondoka. Nimeshatamka hilo neno, na neno hili ni neno la unabii linalokuja kwako, ambalo Bwana amelituma kuja kukufungua wewe. Unafunguliwa. Usiogope, usiogope, usiogope. Na nataka mtu mmoja ashuhudie. Nitakuwa na furaha sana kusikia ushuhuda ya kwamba ulishikiliwa vipi na hali ya hofu na sasa unaendelea vipi. Nitafurahi sana kusikia ushuhuda wa nini kimetokea mara baada ibada hii. Utaandika ushuhuda wako, nitafurahi kuona. Lakini pia utaikamilisha ibada hii kwa sadaka. Ibada unaikamilisha kwa sadaka. Utaiachilia sadaka yako ya kutokuogopa. Utaiachilia hiyo sadaka. Kuna mtu mmoja hapa ninaona ana hofu juu ya watoto wake, lakini usiogope. Utashika sadaka yako, utaiachilia kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123
au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.